utafiti tunashukuru kwamba utafiti huu ambao mnafanya na zaidi ya kuweza kuona jinsi gani ambavyo watu watapata fursa hiyo kuweza kujitegemea, manake uhasibu na fani nyingine zinazohusiana na hasibu ni chache katika serikali, lakini katika taasisi kujitegemea na nini inakuwa ni nyingi. Kwa hivyo unaweza kupatia tu fursa kama hizo, wanaweza kujiingiza nao katika ajira katika harakati kama hizo mbalimbali. Kwa hiyo nikuombeni kwamba kwanza tupate tawi na sisi Pemba kiwapendeza, na tunaomba hilo iweko hivyo kama ambavyo vingine vimefika kwa sasa hivi yani. Lakini la pili, tuweze kuja na fursa za kuweza kutafuta vijana wetu katika maeneo yetu tofauti. Na la tatu hilo basi kufanya mafunzo ya muda kama taasisi nyingine zinavyofanya, manake elimu kila siku inabadilika, inakuwa Kwa hivyo pia tunaweza kupitisha kozi ile fupi yani kwenye taasisi yetu haya, kama ambavyo naitwa masekretari wetu, madereva na wenginevyo. Pia tunaweza kuleta pia na wahasibu wetu tukiwa mkawaita watu kama hao pengine, ili kushinda kuwatia short zile kozi za fupi, wiki mbili, mwezi mmoja, hivyo mambo yakaenda. Pia ni kuweza kuwa refresh katika harakati zao mbalimbali. Sisi tunapongeza sana kwa sababu chuo hiki tunakifahamu juu ya umahiri wake na ubora wake katika kutoa taaluma hapa Tanzania. Kwa kweli hongereni sana. Lakini na sisi tafurahi tukiukoneni hapa mpo na branch kama hiyo ikiwapendeza yani. Habari, naitwa Hija Adamu Mtego, ni afisa udahili wa taasisi ya uhasibu Tanzania. Karibuni katika banda la taasisi ya uhasibu Tanzania katika viwanja hivi vya Gombani. Hapa tumewaletea wataalamu mbalimbali akiwemo afisa udahili pamoja na wataalamu ambao wamebobea katika ushauri kuhusiana na masuala ya kozi mbalimbali. Tunawakaribisha wadau, wanafunzi kwa ajili ya kufanya udahili. Ni rahisi kufanya udahili kupitia TIA kwa sababu tunatumia linki yetu ambayo ni oas.tia.ac.tz. Kimsingi tunatoa huduma mbalimbali. Huduma ya kwanza tunaotoa hapa, tunawafanyia maombi hapa moja kwa moja ya kwanza, lakini la pili tunashauri wanafunzi kulingana na kozi ambazo wanataka kuziomba. Lakini pia kumekuwa na maoni mbalimbali ya wazazi wa kutokea huku Pemba kwamba mwanafunzi anapotaka huku kwenda bara kunakuwa na changamoto kidogo ya kimaadili. Kimsingi hayo ni maneno tumepokea, lakini kimsingi sisi kama taasisi ya uhasibu Tanzania tuna vitengo vya malezi ya wanafunzi. Kuanzia tabia na namna bora ya kuishi wakiwa chuoni. Kwa hiyo hilo swala wanatakiwa waliondoe kabisa, kwa sababu taasisi ya uhasibu Tanzania hilo lilikuwa linatambulika na wameamua kuweka vitengo hiyo ili kuhakikisha kwamba tabia za wanafunzi zinaendana na taaluma wanayopewa. Lakini pia taasisi ya uhasibu Tanzania imejipambanua katika bara na visiwani, kwa maana ya kwamba tuna kampasi mbalimbali, tuna kampasi 8. Mfano hapa visiwani tunayo kampasi iko pale Kisonge Thabit Kombo, lakini pia tunayo Tanga, lakini pia tunayo Dar es Salaam main campus, lakini pia tunayo Singida, Mwanza, lakini pia na Kigoma. Tuwakaribishe katika banda letu kwa ajili ya kupata huduma mbalimbali. Watafurahi, lakini pia wataona namna ambavyo kozi zinatolewa na sifa husika. Mimi ni mwanafunzi miongoni mwa wanafunzi wa shule ya Kiwani iliyopo Kusini Pemba. Nimekuja kutembelea katika banda la TIA ambayo kwa kirefu chake ni Tanzania Institute of Accountants, ambayo katika banda hili nimejifunza mengi sana ambayo ilikuwa hapo mwanzo siyajui, kama kujiunga na chuo ambacho unakwenda kusomea mambo ya pesa, mambo ya benki. Nilikuwa nikizani kwamba anaisomea mambo ya benki ni ule ambaye amepata average kubwa na katika masomo ya PCM, lakini nimejifunza kwamba yoyote mwenye kombi yoyote ambaye ametimia vigezo kwa kumaliza form 4 japo D4 anaruhusiwa kujiunga na chuo hichi. Kwa hiyo hayo nimejifunza sana hapa katika jengo hili. Tumekuja na wanafunzi hapa kujifunza mambo mbalimbali katika banda hili la TIA. Wanafunzi wamejifunza mambo mengi, wameuliza maswali, lakini pia wamepata shauku ya kwenda kusoma kampasi mbalimbali za TIA, iwe Zanzibar au nje ya Zanzibar. Chuo cha TIA kuna kozi nyingi zinazohusu uhasibu na mambo mengine ya usimamizi wa rasilimali, fedha na nyingine.
kwa ajili ya maendeleo zaidi ya nchi yetu na taifa kwa ujumla. Kwa majina naitwa Arkam Ismail Yusuf. Ni mwanafunzi wa michipuo ya science kutoka Dr. Amani Wingwi. Mambo nilojifunza, kwanza nimejifunza kwanza na ufaulu wangu, natakiwa nisome kwa bidii ili niweze kufikia vigezo vya malengo yangu. Programu zao kiukweli ni nzuri na nimezikubali.